tumemuona huyu bwana ni daktari. Tunataka tufahamu, tupige naye story mbili tatu kuhusiana na celebrity maarufu kabisa anayefahamika kwa jina la Zuchu. Habari za saizi daktari? Salama. Jitambulishe, labda unaitwa nani? Kwa majina naitwa Judith Warioba. Mimi ni daktari hapa kwenye hospitali. Sawa. Naam. Hebu tuelezee kwanza kuhusiana na experience yako, labda huu ni mwaka wangapi unafanya huko kazini, na hapa umetibia hapa wagonjwa kwa muda gani? Nina muda kama miaka mitatu, mwaka wa 3. Kitengo hiki cha kutibia wanamama, kitengo cha mambo ya uzazi, ukunga na vitu vingine kama hivyo, na kuna changamoto yoyote ambayo unapitia? Changamoto zipo katika kazi, changamoto zipo. Aswa kwenye ukunga, changamoto zipo mbalimbali. Changamoto labda tukigusia kwenye upande wa mastaa, maana hapa tunafahamu kwamba mastaa wengi sana waga wanakuja hapa kutibiwa. Hebu tuambie kidogo kwa upande wa mastaa, changamoto zao ni zipi? Yani waga wanawapeni shida kidogo nyinyi kama madaktari? Shida zipo. Shida zao zinakuwa nini sana? Waga wasumbufu au inakuwaje? Usumbufu upo. Na hebu tuelezee tulikuwa tunazungumzia swala la changamoto kwa mastaa. Changamoto zao ni zipi? Changamoto zao unajua mastaa, kwa hiyo huja labda mtu anaringa, madoido mengi, kujishaua, kama hivyo. Sawa. Naam, hivi karibuni bwana, kuna hizi habari ambazo tumezisikia bwana hapa. Kuna star mmoja wapo kutoka WCB pale, mwanadada anayekwenda kwa jina la Zuchu. Hebu tuambie, Zuchu bwana, tumefahamu kwanza kabisa, tunajua kwamba kuna vitu havijakaa sawa, lakini hebu tuambie, Zuchu ni moja kati ya miongoni mwa wadada ambao umeshawahi kuwahudumia hapa hospitalini kwenu? Ndio. Ni mmoja wapo. Sawa. Kwa upande wake kulikuwa na changamoto yoyote labda ya kulingalinga kama unavyosema kwa mastaa wengine? Kwa kweli hapo alikuwa na changamoto yoyote. Kwa hiyo Zuchu mstaarabu kabisa. Mstaarabu kwa kweli. Sawa. Naam, hebu tuelezee, Zuchu alikuwa anahudhuria kliniki hapa hospitalini kwenu? Ndio, kliniki alikuwa anahudhuria, alikuwa anafuata ratiba. Alikuwa anahudhuria kliniki, ratiba anaifuata kama ilivyo alivyokuwa anaambiwa. Sawa. Na kwenye mahudhurio yake ya kliniki, je, alikuwa mazuri au alikuwa anadoji siku nyingine haji? Alikuwa anahudhuria, hakuwahi kukosa kliniki. Kwa kila siku alikuwa anakuja, hakuna siku ambayo labda anasema labda alikuwa na dharura nimeenda kwenye show au nini? Kila siku alikuwa anakuja, alikuwa anafuata ratiba zote kama anavyoandikiwa katika kadi. Sawa. Na labda ukiachana na issue ya kuja kwenye mahudhurio ya kliniki, labda hebu tuelezee kidogo kwamba alikuwa anakuja hapa na nani? Alikuwa anakuja na Madangote au na Diamond mwenyewe? Alikuwa anakuja na mama yake. Sio Madangote. Madangote hakuwahi kufika hapa. Kwa hiyo nataka kutuambia kwamba tokea Zuchu alivyopata ujauzito na anavyokuja hapa kliniki, mama Dangote hajakanyaga hapa hata kumsindikiza hata siku moja? Hajawahi kukanyaga. Sijawahi kumwona mama Dangote. Kama nilivyosema, alikuwa anakuja na mama yake. Mama Dangote hajawahi kuja. Sasa kwa kawaida, kwa wagonjwa wengine au kwa wadada wengine ambao unawahudumia ambao ni wajawazito, hebu tuambie, si waga wanakujaga na wakwe zao siku moja? Wanakuja na wakwe zao, wengine wanakuja na waume zao. Kwa Diamond naye pia hajawahi kuja? Hajawahi kuja. Kwa kawaida, lakini kliniki si waga lazima mwanaume naye pia aje. Sasa imekuwaje kwa upande wa bibi Zuchu? Hamkumwambia kwamba anatakiwa awe siku moja anakuja na baba wa mtoto? Nilisha kumuuliza, pia hiyo ni siri. Sitaweza kusema. Alijitetea, alikwepa. Ndio. Lakini je, tuambie kuhusiana na issue ya kujifungua kwake sasa. Hebu tuambie, amejifungua mwezi gani? Mwezi huu au mwezi uliopita? Hivi karibuni? Ni siku ngapi zimepita tokea ajifungue? Amejifungua mwezi huu. Ndio. Hii Julai. Ndio. Na katika kujifungua kwake, je, ndugu, jamaa, marafiki walikuja siku ya yeye anapojifungua? Ndio, ndugu walikuja, marafiki. Hata mama yake pia alikuja. Mama Dangote au mama yake mzazi? Mama yake mzazi. Mama Dangote hajaja hata siku ambayo Zuchu anajifungua? Hajaja. Sio, unajua hii sio kawaida, lakini si ndio inakuwa hivyo lakini. Kakaangu hiyo siweza kusema, maana hiyo ni vitu vya kifamilia, familia yao. Sawa. Na labda kwenye cheti cha kuzaliwa, jina pale la Diamond lipo?
lipo. Kwa hiyo jina fresh Nasibu ilipo ba. Nasibu lipo. Na yeye mtoto wake si unajua yule pale ni baba. Kwa jina lipo. Kwa hiyo ina maana kwamba katika cheti pale jina lipo lakini yeye mwenyewe hakuwepo. Yeye alikuja. Ili anajifungua. Nasibu alikuja. Lakini hakutaka ijulikane. Hiyo ni siri pia. Kitu kama exclusive. Exclusive ya. Sawa. Na labda kwenye hili sakata la Zuchu kujifungua, kulikuwa na changamoto yoyote labda wakati wa uzala, changamoto baada ya kujifungua? Kuhusiana na umesema kwamba yeye mwenyewe hana changamoto yoyote mzazi. Je, vipi kwa upande wa mtoto? Mtoto Zuchu amewahi kujifungua kabla ya muda, miezi 7. Amefikisha miezi 7 amekuja kujifungua. Hiyo ni changamoto. Mtoto ni njiti. Sawa. Sasa kwenye swala la mtoto kutoka njiti hapo, hebu tueleze sababu ambazo zinapelekeaga wazazi kujifungua watoto wakiwa njiti ni zipi? Yani kwa nini amejifungua mapema? Changamoto moja hapo ni stress. Hiyo pia inasababisha mzazi kuwahi kujifungua kabla ya muda. Ndio. Sawa. Je, vipi kuhusiana na afya ya mtoto kwa ujumla, japokuwa kwamba ni njiti, anaendelea? Mtoto afya yake ni nzuri, yuko vizuri. Jambo la kumshukuru Mungu. Sawa. Na labda ni mtoto wa kiume wa kike? Mtoto ni wa kike. Ndio. Sawa. Kabarikiwa mtoto wa kike. Hapo mwanzoni tulikuwa tuna habari ambazo tuliletewa kwamba alikuwa na watoto mapacha. Hizi habari kwa sio za kweli? Amejifungua mtoto mmoja au wawili? Kajifungua mtoto mmoja. Mapacha sijajua, ila kajifungua mtoto mmoja. Labda sasa kwa sasa hivi kwenye upande wa malezi wa mama ambao wanajifungua watoto kabla ya muda, nini na nini wanatakiwa wazingatie ili mradi watoto wao waweze kukua na afya njema? Cha kuzingatia hapo ni mzazi kuwa kawaida, yani awe na furaha. Pia watu wake wa karibu wawe wanamshauri, wanamfanya awe na furaha. Sasa. Na vipi kwenye upande wa lishe? Kuna kitu kwenye upande wa lishe labda kizingatiwe ili mradi mtoto awe na afya njema? Lishe zipo. Mtoto anapata Zuchu ana changamoto moja. Changamoto ya Zuchu ni maziwa hayatoki. Kwa hapo anatakiwa maziwa ya ng'ombe. Na pia yeye awe anakula milo kamili kama tulivyomwelekeza. Sasa kwa hiyo mtoto anaweza akatumia maziwa ya kawaida, yani ya dukani, kabla ya mama mtu kutoka maziwa, au itakuja yataanza kutoka au ndo basi? Yataanza kutoka. Kwa hiyo sasa hivi ni swala la muda. Swala la muda. Na ni kawaida labda kwa mama wengine waga hali zinakuwaga hivyo, au imekuwa hii ndo mara ya kwanza kuona mgonjwa anapitia hiyo changamoto? Hiyo ni kawaida. Inaweza kumtokea mtu yote endapo akawa changamoto mbalimbali. Na kwenye swala la stress hapo labda, vipi kwenye upande wa stress? Maana yake watu wengi sana wanasema kwamba stress bwana ni kutokana na mpenzi wake. Diamond bwana ndo chanzo cha stress. Na sasa hivi hapo tunaona kwamba wameachana. Je, unahisi kwamba hii ni kitu bora kweli kwa wazazi kuachana baada ya mtoto kuzaliwa? Hiyo ni changamoto. Na ndio kwa ninavyodhani ni changamoto ambayo ilimpelekea Zuchu kujifungua kabla ya muda. Na kwenye upande wa malezi, je, hili swala mmewashauri vipi wakiwa kama wazazi kwa ajili ya malezi bora kwa mtoto wao ambaye umesema kwamba amezaliwa kabla ya? Tulimshauri, lakini sijajua kwamba watachukulia kawaida au watalifanyia kazi. Maana yule mtoto anatakiwa alelewe na wazazi wawili. Ili Zuchu awe sawa, na pia changamoto zingine maisha mengine yaendelee na changamoto zipungue. Na vipi upande wa mama mzazi? Mama mzazi, je, mmemwonaje kwenye swala la hili, kwenye hii issue ambayo inaendelea? Mama mzazi wa Zuchu anazungumziaje, au mmemwonaje kwenye hali yake? Amechukizwa na kinachoendelea au labda yuko na furaha? Mama mzazi wa Zuchu kachukizwa. Amechukizwa sana.
kama mama lazima aumie. Lazima aumie sana. Na labda kwa undani zaidi, mtoto labda jina lake anaitwa nani? Maana sasa hivi hapa hawezi wakatoa taarifa moja kwa moja kwa sababu mpaka 40. Lakini wewe ni moja kati ya watu ambao umekuwepo katika safari nzima ya Zuchu mpaka kujifungua. Hebu tuambie kidogo, tudokezee kidogo tu kwenye upande wa jina, anaitwa nani? Ndugu mwandishi wa habari, hapo kwenye jina sitaweza kutaja. Sababu hiyo ni siri pia. Maana Zuchu hapendi, unamjua juu Zuchu ni mtu wa hasira ya ndani. Kwa hiyo siweza kutaja jina la mtoto. Sawa. Na hivi karibuni tulimuona Diamond bwana alijitokeza akiwa na maua. Watu wengi sana wakajua kwamba alikuwa amekuja kwa yeye ameenda kumtazama Zuchu kwamba amejifungua. Lakini baadaye tukaona kwamba ameenda kwa mke wa kaka yake naye pia amejifungua. Hebu tuambie ukweli, ni kwamba siku ile zile video mitandaoni uliziona? Niliziona. Ile ni kama alikuwa hataki kujulikana kwamba ameenda kumtembelea Zuchu. Kwa hiyo waliamua tu kuzuga watu mtandaoni kwamba ameenda kwa mke wa kaka yake amejifungua, kumbe alikuwa amekuja huko. Aliamua kuzuga. Na je, ile swala kama lile labda ili kuficha siri, tunajua kwamba wao ni mastaa. Wakiwa wanakuja kama hivi, wanakuja labda kama kwa mfano tukianzia kwenye upande wa kliniki, Zuchu anapokuja kliniki, ili kuwaje yani? Maana mastaa tunajua kwamba watu wengi sana waga wanawafuatilia. Waga wanajificha vipi? Yani alikuwa anavaa nguo gani? Labda ni kabu, kininja au vipi? Maana tunajua kwamba waga kuna usumbufu kwa mastaa kama hawa wakionekana sehemu za public kama hizo hospitali. Zuchu ni mtu wa kawaida sana. Pia mavazi yake ni mavazi ya kawaida tu. Kama kuna mavazi alikuwa anatumiaga katika ile nandia yake ya Zuchu imbe juu ile. Ile alikuwa anatumia, alikuwa anavaa mavazi kama yale, ila alikuwa anavaa na hizi kama za Waislamu hizi majabu haya. Anavaa. Kwa hiyo ina maana kwamba alikuwa anaficha ujauzito wake, watu wasijue kwamba ana ujauzito. Alikuwa anaficha. Pia alikuwa anaonekana kwamba anaficha. Kama uishie kwa habari ambazo tuliletewa kwamba alikuwa na watoto mapacha. Hizi habari kwa sio za kweli, amejifungua mtoto mmoja au wawili? Kajifungua mtoto mmoja. Mapacha sijajua, ila kajifungua mtoto mmoja. Labda sasa kwa sasa hivi kwenye upande wa malezi wa mama ambao wanajifungua watoto kabla ya muda, nini na nini wanatakiwa wazingatie ili mradi watoto wao waweze kukua na afya njema? Cha kuzingatia hapo ni mzazi kuwa kawaida, yani awe na furaha. Pia watu wake wa karibu wawe wanamshauri, wanamfanya awe na furaha. Sasa. Na vipi kwenye upande wa lishe? Kuna kitu kwenye upande wa lishe labda kizingatiwe ili mradi mtoto awe na afya njema? Lishe zipo. Mtoto ana tasha yake mbalimbali, alikuwa anaficha ndio. Na kwa kipindi chote ambacho Zuchu alivyokuwa mjamzito, labda mlikuwa mnamfuatilia au mlikuwa mnamzuia kwamba asifanye performance, asicheze, asikatike na vitu vingine kama hivyo? Kucheza ni moja wapo ya mazoezi. Hatukuwahi kumkataza, ila tulimwambia awe anapenda sana kufanya mazoezi ya mwili yale kwa mwanamke mwenye ujauzito yale. Pia kingine asiwe anafanya kazi ngumu. Kwa mfano ile kuruka au mtu unacheza unaruka, hiyo ilikuwa itakiwi. Pia alikuwa anafuatilia jinsi tunavyosema. Sasa. Nimeelewa, yani akipewa ushauri anafanya. Nimeelewa. Sasa. Na labda kwa kumalizia tu kama ushauri kwa wamama wengine ambao pia wamepitia changamoto ambazo Zuchu amepitia za stress na vitu vingine kama hivyo, ni kipi wajitahidi kuzingatia zaidi ili wasipate madhara kutokana na stress hizo kwenye uzazi? Hapo naweza kuwashauri kwanza watu wa karibu wa mtu yoyote ambaye ni mjamzito. Na cha kuwashauri
wao wanasaidia wamama wajawazito wasiwe na stress, wao wanawapa furaha. Yule wanakuwa tu wa kawaida ili kusaidia mama mjamzito kipindi anajifungua, ajifungue wakati ambao atakuwa kujifungua ya kama hivyo. Sasa na kwa kumalizia tu kwa baba ambao hawaonyeshi ushirikiano kwa wake zao kipindi wakiwa na ujauzito mpaka kwenye kujifungua, pia unawashauri nini? Cha kuwashauri ni kuwapa furaha na wake zao, kujirudi kwenda kuwapa furaha na wake zao kipindi hapo na ujauzito. Sasa bwana, shukrani sana dada yetu daktari kwa ushirikiano wako na kwa muda. Asante sana.